Aywa, enam taban. Kwa hiyo mushkalatu zote ambazo ni alwarida zilizopokeleka fil kitabi, sio ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu au sunna au miongoni mwa maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ujubi ni sarfu sharia an dhahiriha, sheria inatuambia ibadilishe, ifanye tasarrufi, sarfun kwa maana ya kupindua maana hasa ya dhahira inayokusudiwa, sawa, biittifaki salafi wal khalafin, kwa makubaliano ya salafi na makhalafi, ifanyiwe tasarrufi sarfun kwa maana ipinduliwe maana ya nje dhahiran, hiyo ani mujawaza an dhahiriha, hii maana ya nje iepukane, maana ya nje ije maana inayokusudiwa. Sawa. Kwa hiyo yanzilu haina maana ya hakika, pana tasarrufi ya maana tukapata kumbe yanzilu basi ni amruhu au malaikatuhu au rahmatuhu, sio yeye. Nadhani tunaelewana watukufu. Imama inawezekana ikawa pamoja na, sawa, tafwidhi dhalika ila taala, kulifawidhisha hilo kwa maana kuliegemeza hilo jambo au maksudi ya aya hiyo ambayo ni warida, maana baki nayo Mwenyezi Mungu ndiyo anayoijua taala. Wa huwa na huku kwenye tafwidhu ni madhhabi ya ghalib as-salafin, mara nyingi salafi ndio wanayoipita madhhabi hiyo, au maatawili, au inawezekana ikaja, sawa, kauli ambayo ni, sawa, almurida, iliyepatikana katika aya ambazo ni mushkalati, mfano arrahmanu, au mfano wa hadithi ya bwana mtume yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, maatawili, ikafanyia tawili kwa maana ile sarfu yenyewe ya maana, sawa, ila maani yahtamiluhu sarfu almaana, sawa, katika maana ambayo ni hakiki, ila maani yahtamilu, katika maana ambazo zinakwenda sawa sawa, ili tupatiwe maana ambayo ndiyo inayokusudiwa, kama huwa madhhaba ya ghaliba al-khalafin, kama ambavyo khalafi wengi wamepita katika maana hiyo, na kote wanapita katika wajihaini. Inawezekana wakapita katika wajihi tafwidhi, sawa, au wajihi ta'wili, sawa, lakini maqasudi yanabaki pale pale. Ayatu ambazo ama ahadithu ambazo zimekuja warida katika sunna na alkitabi, mushkalati zote zina mapito yake, sio kwa maana hiyo ambayo hawa mawahabi matundusa wanakwenda nayo mitaani wakiwaambia watu Mungu anashuka, Mungu anashuka. Wewe ushuke kwenye kiti au ushuke kwenye pahala, hiyo sifa tu bila ya kujali yenyewe ikoje. Kushuka tu kwenyewe ni sifatul makhluqi, ile tataharak, kwanza kutikisika, sawa, lakini kuhama, lakini ule ufaukia, kwa sababu kishasema anashuka umejalia pana ujua nao, na ndio maana anaupata uchini wa kushuka. Na Mwenyezi Mungu ana sifatu alfauqia au sifatu sawa, jiha hana hiyo Mwenyezi Mungu upande wa halu majara katika sifati, sawa, asifatul makhluqina au al makhluqati.